za wakati huu, mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumai umuri kwa afya na wewe kwa salama. Ni furaha kwangu kwa moyo mkunjufu na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za na ripoti wetu kutoka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Naitwa Safari Alimasi, mchambuzi wako kwa leo. Mitamboni nasaidiwa na Jean Ekala Jadel pamoja na Jokuzi Malari wa habari watakaosikia katika uchambuzi wa habari. Nasema karibu na tenga sikio. Uchambuzi wa habari kabla unakuwa unapata fursa ya kuweza kufuata habari muhimu ambako za leo zaletwa kwenu na Omari Makelelo Zil. Karibu Omari. Asante sana Safari Alimasi Dilwe. Leo katika habari muhimu tuanzie katika mji wa Baraka. Ni kwamba mji wa Baraka ulishuhudia milio mingi ya risasi iliyodumu kwa takriban saa 1:30 katika usiku wa kuamkia siku ya kwanza tarehe 22 Desemba 2025, hali iliyopelekea kuzua hofu mkubwa miongoni mwa raia wa mji wa Baraka. Kule katika kijiji cha Makobola ni kwamba mapambano makali yameendelea kushuhudiwa mara tena siku ya kwanza ya wiki tunayo kwenye milima yenye kuinukia kijiji cha Makobola tarafani Fizi, kati ya M23 dhidi ya jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo. Na katika mji wa Uvira hali ya usalama haikuwa yenye kuridhisha kwa raia wa mji jirani wa Uvira siku ya kwanza ya wiki tunayo. Hivyo ni baada ya kusikika kwa milio ya risasi mchana wote wa siku ya kwanza ya wiki tunayo. Kwa hali hiyo shughuli zote zimezorota, huku raia wengi wameshinda wenye kujifungia ndani ya nyumba zao. Mengi zaidi Safari Dimasi utaweza kupatia wasikilizaji, na weka nukta. Ni kushukuru Omar Makelelo Zil kwa habari muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika mji wa Baraka. Taarifa isemazo kuwa kitengo cha Etat Civil mjini Baraka kimeomba kwa wazazi kuja kuorozesha watoto wao na pia kwa wale wanaotaka kufunga ndoa, kwani milango ya kitengo hicho ipo wazi na huduma zinafanyika kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Akizungumza na redio yako Bwana Maombi Musema, kiongozi wa kitengo cha Etat Civil mjini Baraka, amesema kuwa ni wajibu wao kuorozesha watoto na ndoa, pia hata na vifo, huku akiomba kwa raia yote ya Baraka hasa wazazi kuja kuorozesha watoto. Najua macho yako inaona, najua haiko ndoto na hatuko katika usingizi. Sai tunafanyia interview, tuko ndani ya ofisi ya Etat Civil ya Meria Baraka. Ni kusema kweli tunafungua na tuko tunatumika. Haijalishi masemi ya hali ya nchi, lakini tunatumika, maana tuna imani kwa Mungu, pia tuna imani kwa jeshi na watoto wetu kwamba Mungu atazidi kuwa upande wetu. Na kwa hiyo tutazidi kutoa wito kwa watu wote wenye kupatikana ndani ya jiji la Baraka na kando kando, kusema kwamba ofisi ziko wazi kwa ujumla. Ofisi zote za meri ziko wazi, wakaribie, waorozeshe watoto, waorozeshe ndoa, waorozeshe vifo, vile vile watafute vikaratasi fulani kwa ajili ya haki ya uraia. Ndiyo changamoto haiwezi kakosa kwa namna moja ama nyingine kufatana na hali. Unajua, endapo amani inakosa ndani ya nchi au kukipunguka amani, ni sherti kutakuwa kuzorota kwa kazi kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwa hali ambayo tunaiona sasa, tuna imani kwamba amani tutaifikia, tena amani ya kudumu zaidi. Na kwa hiyo basi tunaalika watu wote wakuje tu kwenye kuwa ofisi mbalimbali kwa ajili ya shida mbalimbali ya raia. Tuko hapa kwa ajili yao. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba mji wa Baraka ulishuhudia milio mingi ya risasi iliyodumu kwa takriban saa 1:30 katika usiku wa kuamkia siku ya kwanza tarehe 22 Disemba, alilopelekea kuzua hofu kubwa miongoni mwa raia wa mji wa Baraka. Radio Kivu ilifaulu kuzungumza na meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Marimu Kanja Swaz, ambaye aliomba raia kubaki watulivu na kualika vitengo mbalimbali kuhudhuria kikao cha usalama kitakachoendeshwa Jumanne hii tarehe 23 Disemba. Bi Marimu Kanja Swaz amezungumza nasi. Matambia wa raia kama watulie. Mie meya wa mji kwa muda ningaliki na hatutenda fasi tuko, na kama wanasikia hiyo mlio wa masasa tuko tunaendelea kufanya utafiti, tuko nakutana na wakuu viongozi wao na tunaongea, tunaangalia koma ta maîtriser hii situation ya masasa kulia ovyo. Hapa kwetu hatuna vita kwa sasa, vita vingali kingambo. Hapa kwetu Baraka tuko sawa,
labda hii ni masasi tu ya kupiga maisi sumbua watu bakuwe antuka bakuwe bien kwabo bajisimame yako baikale basi kwa na hofu yote ile. Na kesho tutakuwa na reunion ya conseil de sécurité élargie na alika makushe zote ma société civile ba chef de quartier donc kushe zote na ba mouvement zote za ziko mwa Baraka tutaongelea kuhusu hii situation na itakuwa maîtriser, ndio naambia waraia. Na kuna kuwa maneno ambayo yanazungumzika mitaani kusema kwamba kuna andaliwa kama vile curfew couvre-feu kusema 18h kila mtu anakuwa nyumbani kwake. Hili lilitoka wapi? Je, ni wewe mlizungumza au limetokea wapi? Hatuyazungumza ile ni juu baraia tu peke wanaona gisi masasi iko nakuwa mingi ndio peke wanaanza kujiundia vile, lakini shie kama serikali hatuyasema vile, na kama itahitajika tutaviongea. Na tujielekeze huko Makobola ni kwamba mapambano makali yameendelea kushuhudiwa mara tena siku ya kwanza wiki tunao kwenye milima yenye kuinukia kijiji cha Makobola tarafani Fizi kati ya AFC M23 zidi ya jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo. Duru yenye kuaminika zataja kuwa ni tangu siku ya Jumapili ndipo mapambano hayo yameanzishwa kwenye sehemu ya Kashekezi, na hivyo kupelekea jeshi la taifa pamoja na wazalendo kuteka kijiji hicho pamoja na Ngalula ambako jeshi la maji la wazalendo kupitia marambo zao wamefanya kazi kubwa. Hata hivyo duru zingine zinaongeza kuwa siku ya kwanza mapambano yameendelea na hivyo kupelekea adui kusonga mbele tofauti na ilivyokuwa Jumapili. Msikilizaji, tujielekeze katika mji jirani wa Uvira ni kwamba hali ya usalama ilikuwa yenye kuridhisha kwa raia wa mji jirani wa Uvira siku ya kwanza wiki tunayo. Hivyo ni baada ya kusikika kwa milio ya risasi mchana wote kwa siku ya kwanza wiki tunayo. Kwa hiyo shughuli zote zimezorota, ukura ya wengine wameshinda wenye kujificha ndani ya nyumba zao. Taarifa tunazo ni kwamba chanzo cha kuzorota kwa usalama kimetokana na risasi zilizoanza kupigwa na baadhi ya wazalendo wenye kuwa kwenye milima inayoinukia mji wa Uvira, kama ilivyohakikisha duru yetu kutoka Uvira. Sana Uvira kwa sababu wakuu viongozi wa M23 wenye wako Uvira walikuwa wanatayarisha manifestation, maandamano ya wakati wote wa Uvira, na memwenge somewa pale kwenye monima ya Uvira juste golden sign. Ile kama niseme mbaya kama niseme nzuri sijui, wazalendo vijana wa Uvira ambao wanapatikana milima ya Uvira na waliamkia leo masaa 2 kabisa dakika 5 hivi wakuja kukataza watu wasiende kwenye maandamano, lakini pia na kupiga masasi mingi sana. Walikuwa exchange ya masasi kati ya wazalendo pamoja na viongozi wa M23 ambao wanapatikana ndani ya Uvira. M23 wanapiga masasi, lakini pia wazalendo nao wenye kutoka kwenye milima wanapiga masasi. Masasi ya mchana mzima hadi masaa 6 ndio imekatika kabisa, imekatika hayo masasi. Kulikuwa mabomu ambayo imepigwa, kulikuwa marangi roketi ambayo imepigwa, hata pia char de combat ambayo imepiga. Nasema yote kwa sababu ni milio ya risasi mbalimbali ambayo tumekuwa tukisikia ndani ya vile ya Uvira. Na tumetembelea saa hizi ya saa 7 mnamo Avenue Fizi, tukaona kwenye land rocket imepigwa, hakuna mtu aliyekufa pale chini ya kwa mzee Shebu marehemu alikuwa presa wa Lubunga. Ila kwa sasa Uvira size ndoka bajaji kama kanaingia barabarani na kashuka naanza lema na gari tatu ambazo zimetoka Bukavu zimefika saa hizi hapa masaa 9 na 8:30. Hiyo ndio hali ya Uvira. Sisi tutaendelea kukuza sana kisi hali kisema tutembee, tunatembea kwenye kazi, tunafanya kazi ya mikono, na kama hali hairuhusu tunabaki nyumbani tufanyie ni kuchukua mateka. Tumetawaliwa hapa na M23, hatuna lingine jambo la kufanya. Haiza kuhusu habari na audio zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii zisemazo kuwa wazalendo wameuteka mji wa Uvira siku ya kwanza hii. Duru yetu toka Uvira imetoa hapa jibu. Kabisa ni uongo. Wazalendo hawajakamata vile ya Uvira. Ni uongo kabisa, uongo mtupu, kwa sababu majeshi wa M23 ndio wenyewe wanaonekana ndani ya vile ya Uvira.
ukienda kwenye kilalo Kavuvira, kilalo ya Mulongwe, kilalo Kalimabenge, ukienda kwenye kule ngambo za Meri, wao ndo majeshi wa M23 wanaonekana, lakini wazalendo wako kwenye milima ya Uvira, ndio kwenye wako na kwenye wanapatikana kule. Tusikwambie uongo kabisa. Kwanza ijulikane kama M23 ikamate Uvira, leo ndo tumeamkia Masasi. Kisha kama ni wiki mbili, vraiment leo ndo tumeamkia Masasi. Sababu hapa journée ya leo Masasi haikulia, hata mwili umekuwa na uhai wa mtu hakuna kwenye imeripotia. Hata kama leo asubuhi tumeokota mwili 3 ilikuwa na uhai. Kiukweli ni kwamba wazalendo wako kwenye milima na M23 wako katika mwingine, na watu wanatembea, wanatafuta biashara, wakuna Bukavu wanaenda. Tatizo kubwa ni kwamba tu chakula hamna na pesa hamna, sababu hakuna circulation ya pesa, hakuna makazi mbalimbali ambazo zinafanyika, makazi makubwa zaidi administration zaidi. Unajua kama Uvira inaishi njia ya Bukavu, njia ya Burundi, lakini pia kwa njia ya poro ya Kalundu. Kama hizo njia 3 kubwa hazitumiki zaidi, Uvira ni yenye kutitimia. Bukavu mvumai ukabambi sana. Ndio maana Uvira hali haiko nzuri kabisa, haiko nzuri. Ingalau tunaishi katika unyofu, katika roho kuuma, hata manyumbani watu wanarudi nyumbani saa 11 ndio mwisho. Hali mbaya. Maandamano ilikuwa inapangwa kuanza saa 3 za asubuhi, na Masasi ikaanza saa 2 na dakika 10 ama saa 2 kuanza kuenea. Maandamano haikuwa tena, haikufanyika. Na je, hapo ni kujiuliza eske raia ilikuwa inapenda, bila kulikuwa intimidation mbalimbali na huku. Wamoja wanapuye maandamano, wengine wanaikataa maandamano. Raia ifanyeje? Maandamano haikuwa na kwa sababu ya Masasi ya wazalendo wenye hawakupenda raia, hata kama iko oblige kupatia sifa wa M23. Kipenga kimelia. Ni muda mzuri wa nyinyi kuweza kusikia habari za michezo, ambako namkaribisha Omar Makelelo. Karibu Omar mara tena. Naam, barabara kabisa mwenzangu Safari Alimasi Dilwe. Leo katika habari za michezo ni kwamba namba 14 mgongoni ya kimchezaji Vyokeres inapepea barabara. Tuanzie na habari za michuano ya ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Linafoot, ambayo iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumatatu ya tarehe 22 Desemba 2025 katika viwanja mbalimbali vya hapa DRC. Ni kwamba mapema majira saa 9 kamili vijana wa AS Malole waliweza kuwatandika bao 1-0 vijana wa AS Simba ya Kolwezi, huku vijana wa CS Manika wakaweza kuwatandika timu ya ES Panda Bese Kande mabao 2-1. Lakini kule katika uwanja wa Jikaka katika jiji la Kindu, vijana wa Dauphin Noir ya Goma waliweza kuwatandika timu ya FC Renaissance ya Kinshasa mabao 2-0, ikiwemo bao la pili ambalo lilipachikwa na mchezaji kutoka hapa katika tarafa la Fizi ambaye ni Kandinda Mapendo maarufu Payete. Hiyo ni habari nzuri zaidi kwa mshambuliaji huyo Kandinda Mapendo Payete, ambaye anaendelea kushangaza ulimwengu wa soka wa nchi ya DRC, ambaye kwa sasa yeye ndiye mfungaji bora wa michuano ya ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika michuano ya mataifa barani Afrika maarufu CAN, ambayo ilianza kutimua vumbi rasmi Jumapili, ambako wenyeji Maroc waliweza kuwatandika timu ya Komoro mabao 2-0, huko bao la ufunguzi la michuano hiyo ya CAN iliweza kupachikwa na mshambuliaji wa Real Madrid na wa timu ya taifa ya Morocco ambaye ni Ibrahim Diaz. Hivyo amefanikiwa tena kutoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Kwa hiyo ni habari njema kwa mshambuliaji huyo wa Real Madrid, ambaye inaonyesha kuwa ataweza kung'aa zaidi kunako michuano hiyo ya mataifa barani Afrika CAN. Lakini vile vile mchana wa siku ya Jumatatu hii vijana wa Zambia waliweza kutoka sare ya kufungana bao 1-1 na vijana wa Mali. Tufahamishe kuwa maajabu yameanza kuonekana kunako michuano hiyo. Tangu michuano iweze kuanza, tayari sasa ni mikwaju ya penalti miwili ambayo tayari imeondolewa na magolikipa.
Tukumbushe kuwa timu ya taifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Leopard wataweza kushuka dimbani dhidi ya Benin majira ya saa 7:30 mchana wa siku ya pili ya wiki tunayo. Tunatakia mafanikio mema timu ya taifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na katika habari zingine za michezo za hapa nchini DRC, kuna habari ambazo zimechomoza ila bado kuaminika. Zinasema kuwa baada ya miaka 28 kama rais wa klabu ya Tupuisa Mazembe Moise Katumbi Chapwe amejiuzulu kuweza kusimama katika usukani wa klabu hiyo ya Tupuisa Mazembe Anglebert. Moise Katumbi Chapwe aliwasili ndani ya timu hiyo mwaka 1997 ambapo kwa sasa alifanya klabu hiyo kuwa klabu bora ya hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na hata kuwa katika klabu bora tishio za bara la Afrika. Mbali na hayo, Moise Katumbi aliongoza timu hiyo ya Tupuisa Mazembe hadi fainali ya kombe la dunia la vilabu mnamo mwaka 2010. Hayo ni mafanikio ambayo hajawahi kushuhudiwa kwa klabu ya Afrika. Naweka nukta katika habari za michezo. Asante sana Omar Makelele Ozil kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, nakumbusha kwamba unaendelea kurejea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu na ni muda wa uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Kisha mapumziko mafupi tujielekeze huko Moba ambako administrator wa tarafa la Moba jimboni Tanganyika amesema kuwa hatua kali zitachukuliwa kwa ajili ya kutokomeza vitendo vya unyanyasaji vinavyofanyika kwa wakazi wa kijiji cha Kalolo tarafani hapo. Isidoro Kashulwe na undani wa taarifa hii. Kiongozi wa kijiji cha Kalolo ameweza siku ya Jumatatu Desemba 19 mwaka 2025 kuripoti unyanyasaji wa wanajeshi katika kijiji chake kinachopatikana kwa yapata kilomita 50 ndani ya bonde la Lumulungu cha Kansabala magharibi mwa tarafa ya Moba. Bila diskata tarafa ya Moba, kamanda wa kikosi cha jeshi la nchi kavu cha FARDC Kakosa ameomba kubadilishwa kwa majeshi waliopo jijini mwake na majeshi wengine ambao wanaweza kutumika katika oja la kulinda wakazi na mali yao. Kabisa wanajeshi wanatutatiza mbaya, weko wanaingilia watu bushiku, ni kuingiliwa mtu, kupika kamba, kumuvula, kumutembeza bunki na makuta kuliwa. Administrateri na kwa kumwambia kama tuko matatizo yenyewe beko wanafanya militari kule Kalolo. Wao wanasema mwe kwenu ni wazalendo na ile ndio na mna magarde. Papa Mungela 100,000 francs, papa Kabazo 100,000 francs, papa Manda 100,000 francs, Chali sa 50, Kalimba Musiki 100,000 francs, Bobo 100,000 francs, Kofi naye 400, bakamchukua 400 na tukamkombola na 100,000 francs, pamoja yani 500. Kuya lofo banamubeba viti na mtoto wa miaka 3 kumfunga, wanachukua ile pesa zote, wao wanaongea mweye muko ni baelema. Muomba administrateur wetu wa tarafa ya Moba apate kutusaidia, atuletee uwezo wa kubondosha kwanza, tupate kwanza nafuu ya kwa tuishi mzuri nafasi na watu bamingi kule kwa banakimbia banaenda kwetu ya kunyiliwa usiku mchana. Kata diskara tarafa ya Moba atatachukuliwa kwa ajili ya kuonyesha unyanyasaji wa kijeshi kufanyia kazi ya Kalulu kama Tundu Victor. Raia kazi yao ni kutuambia namna gani wanaishi na maskari. Ikiwa kama maskari wanaishi kinyume na kazi ya maskari, sisi kama viongozi wa tarafa tunashika hatua fulani. Hatua ya kwanza ni kubadili tu kikundi kilikuwa kule Kondoa na kutia kikundi kingine. Hatua ya pili ni kufikiria kuona kama kuna lazima kabisa ya maskari kubakia lote pale au kuwaondoa. Na kati ya ile maswala mbili cha kukujibu ya ile nilikuwa na kiongozi wa Kalolo alikuja kufasiria kuhusu matatizo, na sisi tumemwaidia kukomesha ile hali yenyewe shotakiwa ya maskari sambamba na wakazi wa Kalolo. Askari mmoja alishatoa risasi kwa ajili ya kuwatisha wakazi wa Kalolo ni mimi kufunga kwa sasa. Amefahamisha diskari tarafa ya Moba. Kiripoti kama Isidoro Kashulwe, Radio Kivu. Na hivi sasa tujielekeze huko Lubumbashi ambako kare wa chama cha UDPS tawala tarafa Fizi na mji wa Baraka Abomba Ibalo Peter Stober amekanusha taarifa zinazozaga kuwa yuko miongoni mwa watu
waliokimbia na pesa ya meya wa mji wa Baraka kipindi hichi cha machafuko ya kivita. Akizungumza kwenye mazungumzo nasi, raia huyo wa tarafa la Fizi Baraka na kada wa chama cha UDPS amesema kuwa hahusiki na masuala ya kuibiwa kwa pesa kwa jumuiya ya mji wa Baraka, kwani si mfanyakazi kunako ofisi hiyo. Peter Stobere ameeleza fuatayo akiwa mjini Lubumbashi. Kipatikana Lubumbashi, niko kwenye msafara wangu ya kuingia Kinshasa, na nimeona mamesaje inaingia katika mtandao ya kusema kama mimi nimekimbia na tumeenda tunabeba franga za meri, tulienda na 12,000 tusa. Alors yenyewe ninaweza sema kuhusu hiyo neno ya kwamba naweza niambie watu ya mimi sijawahi tumika kwa meri, siko aja wa meri, na depuis meri ya Baraka ianze hakuna nafasi kwenye jina yangu hata kusinye hivi franga sema tuliparticiper kwa atelier pour réunion sinye presence ya siyafanya kazi. Alors siyo kama mimi pita ninaweza enda na niwe zile franga nikimbie nazo niende nazo tende nazo. Sasa deuxième element yenyewe napenda kueclairer ni kusema kama antuka mimi naona ndugu yangu wenyewe walipublie vitu mimi nilivayua na zote na yua ni conflit interne kwetu kwa UDPS. Kuko watu wamoja wenyewe viko mperte ya vitesi wanapenda sasa kucreate mavitu wenyewe viko moja, na hiyo dossier kwa sababu inatakiwa tuongee kimasomaso hakuna ya kuficha. Ni conflit yenyewe iko kwa UDPS, njoo hii yenyewe ilituma na njoo wenyewe aliandika ile akaandika ile message na watu wengine wakaanza kuibia. Mimi situmike kumeri, siko aja wa meri, niwezi jua vile. Dede nina regrete tu na ndugu yangu anaenda anafanya journal, anatia ile information, anaipublie juu alimtumia franga na anatuma hivi. Mais na regrete kitu kimoja kama anaweza kuya ingia mu conflit ya UDPS à l'interne na yeye anakubali kuingia bila professionalism. Kama balimtumia ile information na alikuwa na besoin kufanya angilita kwanza mere tusikie son de cloche ya meri. Mie mwenyewe anasema iko rafiki yangu hakuniita asikie son de cloche yangu, mais vite fait anaikamata na kuanza ikibie. Upande mwingine ameahidi kufungua mashtaka kwa wale wote wanaotawanya habari za kuhusika na kitendo cha kukimbia na pesa. Peter Stobere amerejea mara tena. Alors, j'ai appelé hiérarchie yangu ya chama, niliinforme ayo Kinshasa na waliniambia ni wapi ndio nifike Kinshasa, je vais déposer une plainte contre ule mwenye aliandika ile. Approuver ile na nitaenda kusesak. Kama journaliste yenyewe wamejaa munaangaliwa na sesak, nitaenda ona sesak pour que nayo nifanye plainte hapo. Donc nitakuwa na deux plaintes, nitadeposer plainte kwa parquet na nitafanya plainte kwa sesak pour que baprouver ile wizi yangu na ile kukimbia na franga zake zenyewe nilikimbia nazo. Na kama biko utiliser juu na yua biko utiliser ifo batapike ule mwenye ale bautiliser juu mimi na muyuo mwenye ana bautiliser ni conflit interne niko kuidepesa civil créer vitu vingi na kichwa na mkie. Kwa hiyo nawaambia ndugu mtangazaji na napenda kufixe opinion kwamba niko mu voyage, niko présentement Lubumbashi, niko voyage, niko naingia Kinshasa. Dès que j'arrive à Kinshasa, je vais déposer des plaintes contre watu wenyewe walifanya hivi vitu kupenda kunire jina yangu. Hiyo ndio nilipenda kufixe opinion yote ya Fizi na ya vile ya Baraka. Asante sana, ninawashukuru. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba kamishna kuu ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi UNHCR inahitaji dola milioni 47.2 kwa ajili ya kuwajana msaada wa wakimbizi wa ndani 500 na wakimbizi wengine 166,000 walioko Burundi na Rwanda kwa muda wa miezi 4 ijayo. Mengi zaidi namkaribisha Isaac Mulucha ashibe. Karibu Isaac. Asante sana. Safari Alimasi Dilwe, kamishna kuu ya Umoja wa Mataifa kwa wakimbizi UNHCR, imeonya kuhusu kuzorota kwa hali ya kibinadamu nchini Burundi ambayo imefikia hatua ya hatari kutokana na wimbi kubwa la wakimbizi na waomba hifadhi wanaokimbia machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mapigano yaliyopelekea kuingia kwa waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono Rwanda katika mji wa Uvira. Tangu mwanzoni wa mwezi Desemba, zaidi ya watu 84,000 waliokimbia mapigano huko Kivu Kusini wamevuka mpaka kuingia Burundi. Idadi hiyo inaongeza jumla ya wakimbizi na waomba hifadhi kutoka Kongo walipo Burundi kufikia zaidi ya 200,000. Kutokana na hali hiyo, shirika la UNHCR inaomba kuongezewa rasilimali za kifedha ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya kibinadamu.
Mahitaji yanazidi sana rasilimali zilizopo. UNHCR inaomba dola za Kimarekani milioni 47.2 katika kipindi cha miezi 4 ijayo ili kuwasaidia watu 500,000 waliopoteza makazi ndani ya DRC na karibu wakimbizi 166,000 waliopo Burundi, Rwanda na nchi nyingine jirani ambako raia wa Kongo wanakimbilia. Bila ufadhili wa haraka, usambazaji wa misaada utachelewa na watu wengi zaidi watakuwa kwenye hatari, ilisema UNHCR katika taarifa yake ya Ijumaa 19 Desemba. Licha ya changamoto zilizopo, UNHCR na washirika wake wanafanya kila juhudi kuwasaidia watu walioathirika nchini DRC pamoja na familia mpya zilizowasili nchini Burundi. Tunawaandikisha wanaowasili na kuwapatia mahitaji ya msingi kama vile vifaa vya nyumbani, blanketi na ndoo. Kwa kushirikiana serikali na mashirika ya kibinadamu, UNHCR pia inaweka miundombinu muhimu katika eneo jipya kama vile mahema, vyoo na matanki ya maji, sambamba na kuboresha upatikanaji wa barabara na kuandaa maeneo ya kujenga makazi zaidi. Timu za ulinzi za UNHCR pia zinawatambua watu wenye mahitaji maalum, hasa watoto wasio na malezi na waathirika wa ukatili wa kingono ili kuwapa msaada unaofaa, imeongeza taarifa hiyo. Kamishna kuu ya Umoja wa Mataifa kwa wakimbizi UNHCR imerudia wito wake wa kusitishwa kwa mzozo mashariki mwa DRC. Aidha, imehimiza pande zinazohusika na vita kuheshimu na kutekeleza kikamilifu makubaliano yaliyofanyika katika juhudi za hivi karibuni za amani kwa ajili ya kuwalinda raia, kuhakikisha upatikanaji salama na usiokatizwa kwa wahudumu wa misaada ya kibinadamu na kuzuia mateso zaidi kwa mamilioni ya Wakongomani. Safari Alimasi ni hayo kama habari ya kitaifa. Asante Izaki Mulucha. Tukamilisha uchambuzi wa habari na habari kutoka huko Burundi ambako Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameonya kuwa nchi yake haitasita kujibu mashambulizi kwa atakayesubutu kuishambulia, akionya baadhi ya mataifa ikiwemo Rwanda ambayo anadai kuwa ina mipango ya kuvamia Burundi. Mengi zaidi na Ibukuru Elias Daniel. Katika siku ya kutakiana heri ya Christmas na mwaka mpya mkoani Gitega, makao makuu ya nchi, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amevipongeza vyombo vya usalama likiwemo jeshi kwa kusimamia amani na usalama na kuleta heshima kwa nchi. Ingabo zacu zagiye gufasha ibindi bihugu mu kugarukana amahoro, zarahesheje agateka Burundi mu kwitanga zitiziganya, bituma wanajeshi wetu waliokwenda kurudisha amani katika nchi mbalimbali walitupatia heshima kwa kujitoa na kusababisha Burundi kujulikana kama nchi shujaa inayosaidia kutafuta amani ukanda huu na dunia nzima kwa ujumla. Na kuna mashujaa waliojitoa na kuipatia nchi heshima. Ingawa kuna wengine wanaofanya kazi, lakini ninyi mmekuwa mkifanya kazi saa 24 mwaka mzima bila kupumzika. Na ndio maana Warundi wanapaswa kuwaheshimu na kuwapongeza walinda usalama. Nico gituma Abarundi bose bakwiye kubaha mwebwe mugize izi nzego zo kwivuna basi no mutekano. Aidha, amezionya nchi zenye nia ya kuvuruga usalama wa nchi kwani Burundi haitasita kujibu mashambulizi, akitoa wito kwa walinda usalama na wananchi kushirikiana pamoja katika kulinda amani ya nchi. Ariko rero naho biruko umwasi yamari kwirembo kuko shetani aracha umwami w'isi. Licha ya hayo, adui yupo mlangoni, maana shetani bado ni mtawala wa dunia. Tusichukue mzaha, maana tuna jirani yetu ambaye amekuwa kihaa akisema kwa tunaharibu mipango yake nchini DRC, na ndiye anayependa nchi yetu iharibike. Lakini anapaswa kufahamu kuwa nchi sio mtoto. Mnatakiwa kuwa makini mkishirikiana na walinda usalama na wananchi wote, na tunawaahidi kuwa vita hivyo tumejiandaa muda wote. Atakayethubutu kuivamia Burundi atajua atakavyokuwa ameianza na atajua imeishaje. Nimuonye mtu yeyote anayetaka kuivamia Burundi, vita itaishia kwake, maana Mungu apendelei. Ntambara azomenya ingene itanguye, ntazomenya ingene izohera. Cyo nobwira urota wese ashaka gutera Burundi, izoherera iwe kuko Imana ntirenganya. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, ni kupitia taarifa yake Bukuru Elias Daniel kutoka Burundi ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Nashukuru jopo zima la wariri wa habari waliokamilisha kuandaa juu ya uchambuzi wa habari. Nashukuru bani wangu Jean Kala Jaden. Aliyekuletea uchambuzi wa habari alikuwa ni mimi Safari Almasi Timar. Sina la ziada na kutakia asubuhi njema. Bye.